sisi jukumu letu kama jeshi la polisi ni kutoa elimu kwa muda wote, kuwe na matukio na kusiwe na matukio. Lakini pia tulivutwa sana na tukio lilotokea juzi la mauaji ya yule mtoto ambaye aliuawa kikatili baada ya kufanywa pia vitendo vya kikatili. Lakini mimi tu swala la msingi ni kwamba tumeona tukio hili limetokea kwa mtu ambaye ni wa ndani ya familia. Sasa sisi kama familia kuna wakati ambapo tunashindwa kutimiza majukumu yetu ya kuangalia hawa watoto wetu. Ndio maana nimesema wakina mama mpo? Kwa sababu kwenye malezi ya watoto wetu wakina mama mna jukumu kubwa sana ukiacha wakina baba. Mtoto wa kike amefanywa ukatili ikapelekea kifo chake. Aliyefanya vile ni yule baba. Lakini familia ile pia ina wakina mama. Jukumu letu ni nini? Tunapaswa kuwa tunaangalia watoto wetu kila wanapotoka, kila wanaporudi. Kwa sababu unakuta mtoto huyo amefanya matendo ya kikatili kwa muda mrefu, lakini sisi hatubaini, matokeo yake mtoto inafikia hatua mbaya ambayo inapelekea mauti yake. Sasa sisi jukumu la jeshi la polisi ni kuchunguza. Tumechunguza tukabaini, tukasema jamii hii tuiambie kwamba tumefanikiwa kumbaini mtu aliyefanya tukio lile na hatua za kisheria dhidi yake zinaendelea kuchukuliwa. Lakini katika yote sasa, hapa tunapata somo gani au fundisho gani? Ni kwamba sisi wazazi na walezi tunachunga watoto badala ya kulea na kuwapa watoto maadili, lakini kufuatilia nyendo zao, lakini pia kuona usalama wao. Niwapongeza na kina mama, nadhani ndio wengi zaidi katika hadhara hii ambao sasa jukumu letu sisi tunaamua uchungu, tunazaa wale watoto. Ule uchungu uendelee kwa yule mtoto kadri anavyozidi kukua mpaka anavyojitegemea. Hata akienda kule kwa mume, ule uchungu uendelee, ufuatilie kwa mume kule anaishije. Lakini pia kama ni wa kiume kule kwa mke anaishije, uendelee kumpa maadili mema, kwa sababu wewe ndio uliyemtoa huko alikotoka kama ni mzazi, na kama ni mlezi umemtoa huko alikotoka akiwa bado mtoto mdogo. Awi hasa jamii tuna tabia ya kuficha taarifa, hatutoi taarifa kwa wakati. Matokeo yake umeona kiashiria cha tukio au dalili fulani ambazo sio nzuri kwa maana ya uhalifu, hutoi taarifa kwa wakati. Ukijenga mashaka mahala popote kwamba hapa naona kuna hali sio ya kawaida, toa taarifa. Viongozi wako wengi. Kama humwamini mwenyekiti, basi nenda kwa mtendaji. Kama humwamini mtendaji, basi nenda kwa mheshimiwa diwani. Humwamini diwani, basi nenda kwa mheshimiwa mpaka mkuu wa wilaya, kote mpaka kwetu huko tunakaguzi kata kwenye maeneo yetu kule ambao wanapokea hizo taarifa za uhalifu pia. Toa taarifa. Kwa sababu hiyo taarifa ukiitoa kwa wakati, sisi tutaishughulikia pia kwa wakati.